Mfalme wa bahari alikuwa na mabinti wengi wa nguva, na miongoni mwao aliyekuwa mdogo na aliyependwa zaidi aliitwa Bella. Sauti yake ilikuwa tamu kuliko sauti zote katika bahari nzima. Lakini Bella alikuwa tofauti kabisa na dada zake. Alikuwa mtundu sana na mwenye udadisi mkubwa. Wakati nguva wengine walifuata sheria zote, Bella mara nyingi alikwenda kuchunguza maeneo yaliyokatazwa na mabaki ya meli zilizozama. Alipenda kukusanya vitu vilivyopotea vya wanadamu. Kioo cha zamani kilikuwa hazina yake ya thamani zaidi, na mara nyingi alikuwa akijitazama ndani yake kwa saa nyingi. Siku moja, papa mkubwa aliwashambulia ghafla. Marafiki zake walijificha kwa hofu, lakini Bella alionyesha akili ya hali ya juu. Alitumia kioo chake kuakisi mwanga uliompofusha papa machoni na hivyo kumdanganya. Ingawa baba yake aliwachukia wanadamu na kuwaona kuwa wakatili, Bella aliamini kwamba watu wanaoweza kutengeneza vitu vizuri kiasi hicho hawawezi kuwa wabaya. Usiku mmoja, alipoona mwanga wa kuvutia uking'aa juu ya uso wa bahari, hakuweza kujizuia. Kwa mara ya kwanza, alipanda juu ya maji. Anga lilikuwa limejaa fataki za rangi mbalimbali na meli kubwa ya kifahari ilikuwa ikipita karibu. Kwa sababu ya udadisi wake, alisogelea kimya kimya. Ghafla, hali ya hewa ilibadilika na dhoruba kali ikaanza. Meli ilipoteza mwelekeo, ikagonga miamba na kupata ajali. Hofu na vurugu zikaenea kila mahali. Wakati huo huo, kijana mmoja jasiri alipokuwa akijaribu kuokoa maisha ya mbwa wake kipenzi, yeye mwenyewe aliangukia ndani ya bahari yenye kina kirefu. Bella alipoona wema huo, alihatarisha maisha yake mwenyewe. Alimshika kijana huyo na kuogelea naye usiku kucha hadi alipomfikisha salama ufukuni asubuhi. Kijana huyo alikuwa salama. Akiwa bado hajazinduka, alisikia sauti tamu ajabu, lakini alipofumbua macho, Bella alikuwa tayari ametoleka ndani ya mawimbi. Kijana huyo alikuwa mwana wa mfalme. Upande mwingine, Bella naye hakuweza kumsahau mwana huyo wa mfalme na alitamani kumuona tena kwa gharama yoyote. Baba yake alipogundua kwamba Bella alikuwa ameokoa maisha ya wanadamu, alijawa na hasira kali. Akaharibu hazina zote ambazo Bella alikuwa amezikusanya kwa miaka mingi. Akiwa ameketi kwa huzuni kubwa, Bella alipokea ujumbe kutoka kwa mchawi wa baharini. Mchawi huyo alimwekea sharti. Ikiwa Bella alitaka kwenda katika ulimwengu wa wanadamu, angepewa miguu ya kibinadamu badala ya mkipa wake wa king'anusi. Hivyo basi, angepaswa kulipa gharama kwa kuacha sauti yake tamu. Ikiwa angepata upendo wa kweli wa mwana wa mfalme pamoja na busu ndani ya siku 3, angebaki mwanadamu milele. Lakini ikiwa angeshindwa, angerudi kuwa nguva na kuwa mtumwa wa mchawi huyo maisha yake yote. Kwa sababu ya hamu yake kubwa ya kukutana tena na mwana wa mfalme, Bella alikubali makubaliano hayo. Kwa nguvu za uchawi, mkipa wake ulibadilika kuwa miguu, huku sauti yake ikifungwa ndani ya gamba la bahari. Alipofika katika ulimwengu wa wanadamu, kila kitu kilionekana kwake kama ndoto nzuri. Kwa sababu hakuwa na sauti, hakuweza kamwe kumwambia mwana wa mfalme ukweli kwamba yeye ndiye aliyemwokoa. Licha ya hali hiyo, ukaribu kati yao ulianza kuongezeka. Mwana wa mfalme alikuwa akimtembeleza katika ufalme wake na alivutiwa sana na tabia yake ya upole na kutokuwa na hila. Jioni moja, walikuwa wamepanda mashua hukielea mtoni, huku wakitazama nyota angani. Hali ilikuwa ya kimapenzi sana. Wakati mwana wa mfalme alipomsogelea kumbusu, mchawi aliyekuwa mbali aliharibu wakati huo kwa kutumia nguvu zake za giza. Mchawi alitambua kwamba Bella alikuwa ikiteka moyo wa mwana wa mfalme hata bila kuwa na sauti. Sasa alianza kusuka njama mpya na ya kutisha ili kuwatenganisha wapenzi wawili milele.